na kwa utamaduni kwa utamaduni wa sikukuu hii inapokuwa wenzetu wamefikia Idi, huwa wanashirikiana na Watanzania wengine wote, na Tanzania tunashirikiana bila kujali dini, bila kujali kabila. Wao wamefunga Waislamu, lakini wanapokuwa wamefungua, sherehe inakuwa ya kwetu wote, kwa sababu wanatukaribisha. Kama ni pilao, kama ni soda, kama ni vinywaji, tunakunywa wote. Sasa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye mnamjua ni mama anayependa watoto, ametutuma yeye mwenyewe kwamba tulete sasa hapa chakula kwa ajili ya kituo hiki, ili kituo hiki kesho wale watoto tunaojua wako hapa kwenye kituo cha mahitaji maalum, na kama tulivyoongea, umenieleza kwamba kwa nini watoto hao hawako hapa. Kuna wengine wamefiwa na wazazi wao, lakini kuna wengine ambao pengine wazazi kwa namna moja au nyingine wamewatelekeza, na kwa hiyo wote hawa ni watoto wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa maana hiyo akasema wakati wa Tanzania wengine wote wanasherehekea siku ya Idi, basi na watoto hawa hapa na wao waweze kupata chakula kizuri mchana na jioni, washirikiane na Watanzania wengine. Na kwa hiyo ndio kitu ambacho nimeshakifikisha hapa. Na katika kilo 60 ilikuwa tunafikiri kilo 50, lakini tulipofika sokoni tukakuta una ahueni kidogo, tukaleta mchele, tukaleta mafuta, tukaleta sukari kilo 25, tumeleta sabuni ya unga mifuko 2, tumeleta juisi dazeni 20, tumeleta mbuzi mmoja zenye thamani ya shilingi 6,500. Lakini tumepata habari kwamba kuna mtoto mdogo ambaye yuko hapa ameletwa siku za karibuni, na ambaye ujio wake hapa ni baada ya mama yake kufariki akiwa kwenye operation. Na kwa hiyo na yeye tumeona tumnunulie maziwa kidogo tumletee na vifaa vyake vingine vya kujisaidia. Kwa hiyo vyote tumefikisha hapa, tunawaombeni mvipokee, na shukrani zote kwa hakika ziende kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ameona iko haja ya kutoa vifaa hivi. Na niseme kwamba huu ni utaratibu wake, na kwa bahati nzuri kwa mkoa wetu huu wa Shinyanga, vituo vitakavyofaidika na misaada hii ni takriban vituo 7. Lakini bahati nzuri hichi ndio kituo cha kwanza tumeleta, na tutaendelea kutoa katika vituo vingine kwa muda wao kuishi na watoto hawa ambao wako katika mazingira ambayo ni magumu na wanahitaji matunzo maalum. Lakini tunakushukuru sana kwa vile umetueleza kwamba watoto wameenda shule, na sisi tutaendelea kushirikiana na wewe kuhakikisha kwamba watoto hawa wanaendelea kufaidi, wanaendelea kukua vizuri na kupata maisha bora kama Watanzania wengine, kwa sababu hiyo ndio azma ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na serikali anayoiongoza. Naitwa Ayamu Ali Saidi, ni mama mwenye kituo hiki, mkurugenzi wa kituo hiki, na mimi namshukuru mkuu wa mkoa kwa kuja hapa kuja kuona mwenyewe. Pia namshukuru sana Mama Samia Suluhu, yeye kila mwaka huwa anatuletea chakula cha sikukuu, iwe ya Pasaka, iwe ni Krismasi, iwe ni Idi, zote mbili. Tunamshukuru sana, huwa anatuletea na tunapokea. Lakini ombi letu kubwa kwa Mama Samia Suluhu, tuna kituo kikubwa, tuna eneo kubwa, tumeshaanza kwa umaskini kujenga madarasa 2 na ofisi. Tunaomba atusaidie wadau wa kutujengea shule, maana watoto wanaharibika mitaani. Watoto sasa hivi ni kipindi kibaya sana mama yetu. Watoto wanaweza kuzurura mitaani. Mimi mama sina macho kama ya Mungu. Mungu anaona kila kinachofanyika. Kwa hiyo tunaomba Mama Samia Suluhu ututafutie watu wa kutujengea shule, kutumalizia la 2, la 3 mpaka la 7. Kwa niaba ya watoto yatima wanaomba hili, ili mvua isiwafike wala jua lisiwafike wala uzururaji wasipotee na uzururaji. Ambalo kubwa tunakuomba Mama Samia, unatujali sana kwenye chakula, lakini wana Shinyanga tunahitaji zana. Kila siku tatuletea chakula, tupatie zana ya kilimo, sisi tulime. Mama Samia, kila mwaka ndio uchukue chakula kutoka kituo cha watoto yatima ukawagawie wenzetu. Ombi letu ni hilo.
Hatutaki omba ni mbaya. Omba unasimangwa, unadhalilishwa, unafanya. Tuletee zana mama yetu na utujengee shule. Basi kwa tumekushukuru sana. Karibu sana na wewe siku ukija Shinyanga uje ututembelee. Dua zetu zote tunaziomba mfanikiwe. Inshallah CCM iende mbele zaidi. Na mkuu wa mkoa siku moja awe waziri, inshallah aje tutembelee. Amin. Tunashukuru serikali inaendelea kutupa kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, tunaendelea kupata huduma hizo. Changamoto hazikosekani mkuu, lakini zote zinaendelea kufanyiwa kazi na wizara. Changamoto kubwa ambazo sasa tunazo, kama tunavyozidi kuongea kila siku na kuomba wadau, bado tunahitaji bweni moja la kuishi wazee na ukumbi wa kuweza kutumia kukaa na wazee. Kama hivi saizi hali ya hewa ya mvua, tunakosa sehemu ya kujumuika pamoja, na uzio pia kwa ajili ya usalama wa kituo. Tofauti na hapo mkuu, nisipoteze muda sana na kukaribisha uweze kuzungumza na wazee wetu hapa kituoni. Karibu sana. Naona ni vizuri tena nifike hapa kuja kuwasalimia, lakini niseme kwamba ujio wangu hapa kwa kweli kuja kuwasalimia kwa hakika ni kutumwa. Samia Suluhu Hassan ndiye aliyenituma nifikishe ujumbe hapa kwenye kituo hiki. Tunajua tangu mwanzo wa mwezi wa 3 Waislamu, waumini wa dini ya Kiislamu walikuwa katika mfungo mtukufu wa Ramadhani, na kunako majaliwa ya Mwenyezi Mungu kesho ama kesho kutwa, kwa sababu mimi sio naye tamka, lakini inasemekana kesho au kesho kutwa watahitimisha mfungo wao wa Ramadhani katika kutimiza moja ya nguzo kuu za imani ya Kiislamu. Na tunajua kwamba wakihitimisha, kinachofuata ni kufurahia, ni sherehe. Na sherehe hizi zinawahusu wale waumini wa dini ya Kiislamu ambao wamemaliza saumu yao, lakini na wale wengine wote wa Tanzania. Tumekuwa na utaratibu wa kushirikishana katika kufurahi. Siku zingine zote tunaweza tukaendelea kula, tukaendelea kunywa kawaida, lakini siku zile za sikukuu, inapotokea sikukuu ya namna kama ile ya kidini, bila kujali dini, kabila, wa Tanzania tuna utamaduni wa kusherehekea pamoja. Ni katika hali hiyo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatambua uwepo wa wazee walioko katika vituo tunza wazee, na kwa hiyo akaona ni jambo jema na nyie kesho mkashiriki katika kupata mlo mahususi kwa ajili ya kufurahi na waumini wa dini ya Kiislamu na Watanzania wengine wote ambao tunashirikishana wote kufurahia sikukuu hiyo ya Eid. Basi katika mkoa wetu kwa kweli Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa chakula hiki karibu kwa vituo vyote. Tunavyo vituo takriban 7 katika mkoa wetu, na vituo vyote leo tuna kazi ya kuvipelekea chakula ili Mungu akijalia kukicha kesho basi tuweze kupata mlo, tushirikiane wote. Katika kuja kwangu hapa nimewaleteeni mchele, katika kuja kwangu hapa nimewaleteeni sukari. Naamini kabisa kwa uwepo wenu hapa watu 18 mchele huu utatosha kwa siku ya kesho na kuendelea. Lakini naamini kwa kuwepo kwenu hapa watu 18 sukari hii itawatosha hapa kesho na kuendelea. Naamini kwa watu 18 mafuta haya yatawatosha kesho na kuendelea. Lakini vile vile tumeleta sabuni kwa ajili ya usafi wenu na usafi wa nguo na mavazi yenu kwa utaratibu ulioko hapa. Lakini najua kwamba kuwepo kwenu 18 hapa, vinywaji hivi hapa navyo mtaendelea. Kwa kweli niseme vile vile tukaona kwamba ni vizuri kuwapatieni mboga, na kwa hiyo tukawaleteeni mbuzi mmoja ambaye naamini mkuu wa kituo ataisimamia katika kuchinja, iende sambamba na wali, iende sambamba na chai na vinywaji ambavyo vimeandaliwa hapa, alumradi kesho iwe ni siku ya kufurahia na vile vitakavyobaki muendelee navyo. Na kazi yetu ambayo tumekuwa tunafanya tangu mchana ni kuhakikisha kwamba tunafikisha salamu hizi za rais anayewapenda sana, rais anayeeleza yuko pamoja na nyie, na ninajua kabisa kwamba
kunayo mahitaji mengine ambayo kama anavyoyasema mkuu wetu wa kituo juu ya swala la bweni, na ili bweni mlilisema tena mwaka jana, pamoja na ukumbi na uzio, na hivi ni miongoni mwa vitu ambavyo nimeshavifikisha kwa wahusika ama serikalini, na sisi kwa upande wetu tunafanya jitihada. Tunajua kwamba kwa kweli ziko kazi nyingi, na nyie mnakubaliana kwamba serikali hii inafanya kazi nyingi, lakini na mahitaji haya nayo ni muhimu, na kama serikali hii kwa ngazi za mkoa na ngazi ya taifa tumeweza kufanya yale ambayo mmeyaona, na imani kabisa na haya ni sehemu ya mambo ambayo tutaendelea kushughulika nao, ili kwa kadri uwezo wa serikali utakavyoturuhusu basi tuendelee kuboresha eneo hili. Kija Nyibuge ni mwenyekiti wa makazi wazee wasiojiweza na mkuu mkoa. Yaani karibuni sana mtukumbuke zaidi ya hapa. Kesho Tulambe, Kambuzi, Kasamia, Kaidi. Sawa. Karibuni sana. Asante sana. Mama Samia, tunampongeza vizuri mno, anatupenda mno. Asante sana. Tunashukuru mno. Asante sana. Asante. Kambi nzima na furahi kabisa. Tunafurahi. Asante sana. Yaani kama mchuji ni wanja kaini. Anatoka wapi? Kwa Samia. Asante. Okay. Asante.